umoja katika Mesaya. Ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yeshua Mesaya kwamba nyote mkubaliane na kwamba kusiwe na mgawanyiko kati yenu, bali muunganika katika nia moja na hukumu moja. Baada ya kuwasalimu Wakorintho na kuwasifu kwa ukuaji wao wa kiroho, Paulo anaendelea kushughulikia shida za kwanza zinazoathiri kanisa hilo: ukosefu wa umoja. Katika nyaraka zote kwa Wakorintho na nyingine ambazo Paulo aliandika, tunaona jinsi anavyotoa miongozo ya kutatua tatizo hili ambalo linaweza pia kuathiri makanisa leo. Jambo moja liko wazi tangu mwanzo: umoja kanisani hauwezi kupatikana kupitia juhudi za kibinadamu. Ni kwa kumlenga Yeshua tu ndipo tunaweza kupata umoja. Matatizo yanayosababisha kutokuwa na umoja: migawanyiko na mabishano. Jinsi ya kudumisha umoja katika Yeshua: hekima na ukomavu, huduma na unyenyekevu, heshima kwa viongozi. Matatizo yanayosababisha kutokuwa na umoja: migawanyiko na mabishano. Ndugu zangu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yeshua Mesaya, mkubaliane nyote, wala pasiwe kwenu faraka, bali muunganike katika nia moja na hukumu moja. Ni mgawanyiko gani uliokuwepo katika kanisa la Korintho? Viongozi mbalimbali walikuwa wamepita Korintho na kila muumini alikuwa na mhubiri wake mpendwa: Paulo, Apolo, Petro. Hii ilikuwa imefikia hatua ya kuzua mizozo kati yao, bila kutambua kwamba wote walikuwa wakihubiri ujumbe wa kawaida ulilenga mambo ya Yesu na maana. Polepole maisha ya kanisa yaliathiriwa. Ukosefu wa umoja ulipotosha sherehe ya meza ya Bwana, na hata walifikia hatua ya kushtakiana mahakamani. Jinsi ya kudumisha umoja katika Yeshua: Elohim mwaminifu aliyewaita ninyi muwe na umoja na mwanae Yeshua Mesaya Bwana wetu. Kristo amegawanyika. Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu. Mlibatizwa kwa jina la Paulo. Kwa maswali haya Paulo anataka kuyafanya yatafakari. Umoja unaweza kupatikana tu kwa kuwa na Yeshua kama Bwana wetu. Umoja haupatikani kwa kufuata mawazo ya ndugu au dada au kwa kuunda vikundi vilivyofungwa. Lakini umoja katika Yeshua sio usawa. Haimaanishi kwamba sote tunafikiria sawa juu ya kila kitu au kwamba sote tunatenda kwa njia sawa. Tofauti ndugu za maoni, karama tofauti ambazo kila mmoja anazo zinapomlenga Mesaya badala ya kusalisha. Kutokuwa na umoja husalisha umoja. Umoja katika kanisa hupatikana kutoka kwa nafsi na kuishi kwa ajili ya Yeshua. Hekima na ukomavu. Ndugu zangu, sikuweza kuongea nanyi kama watu wanaoishi kwa roho, bali kama watu ambao bado ni watoto wachanga wa kidunia katika Mesaya. Paulo anawaita wa Mesaya ambao hawajakomaa watoto katika Mesaya wa kimwili. Haina hisi sawa. Mesaya huzingatia zaidi watu kuliko Yeshua. Wakati muhimu usiofaa unaopewa viongozi wengine kwa gharama ya wengine. Vikundi huundwa ambavyo hugawanya kanisa. Ni matokeo ya kutokomaa. Kwa hivyo Paulo anatualika kufikia ukomavu katika Mesaya. Isiyokomaa. Wao ni kama watoto aliyepevuka. Wao ni watu wazima, wanakula amasi. Isiyokomaa wanakula maziwa.
aliyepevuka, wanakula chakula kigumu. Isiyokomaa wao ni wa kimwili, aliyepevuka wao ni wa kiroho. Isiyokomaa wanasukumwa na maoni ya wengine, aliyepevuka wana utambuzi wa kiroho. Huduma na unyenyekevu. Basi hivi ndivyo iwapasavyo kutuchukulia sisi kama watumishi wa Mesaya, na kama wale waliokabidhiwa siri za Elohim zilizofunuliwa. Kama ilivyo leo, katika karne ya kwanza watu waligawanywa na imani za kisiasa, kifalsafa, kidini na nyinginezo. Tunawezaje kuzuia ni njia hii ya kufikiri isingie ndani ya kanisa na kusababisha mgawanyiko? Mtazamo wa kiongozi una jukumu kubwa. Viongozi wa kanisa lazima wawe wazi kuhusu jukumu lao kama mawakili. Wao sio wamiliki wa kanisa, wanalisimamia tu kwa ajili ya Mesaya. Kiongozi wa kanisa ni Yeshua, wengine wote wanaliongoza kama watumishi wa Mesaya. Mtumishi anayesimamia lazima aishi kama Bwana wake anavyotenda. Daima yuko tayari kujitolea kwa unyenyekevu kwa huduma ya wengine. Kanisani kungekuwa na umoja gani ikiwa kila mtu, si viongozi tu, bali kila mshiriki angetenda kwa njia hii? Heshima kwa viongozi sasa inahitajika kwa mawakili kwamba wapatikane kuwa waaminifu. Kuwepo kwa ushindani na makundi yanayowazunguka viongozi hakumaanishi tuwakatae. Kinyume chake, Paulo aliunga mkono na kutetea huduma ya Apolo na kazi yake huko Korintho. Viongozi wanapotenda kwa uaminifu wanastahili heshima, lakini hata wakati hawapati heshima hiyo, wanabaki waaminifu kwa sababu wanajua kwamba ni Elohim mwenyewe, sio wanadamu, anayepaswa kwa hukumu. Viongozi wa Kimesaya hufuata nyayo za Yeshua kwa kuwa tayari kuteseka kwa ajili ya ndugu na dada zao, na hata ikiwa ni lazima kufa kwa ajili ya huduma yao. Si viongozi wala washiriki walioitwa kupigana au kubishana, bali kuungana katika kumsifu Yeshua na kuhubiri ujumbe wa msalaba. Hakuna kitu kinachoweza kukamilisha umoja kamili kanisani ila roho ya uvumilivu kama wa Mesaya. Shetani anaweza kupanda ugomvi. Mesaya peke yake anaweza kupatanisha vitu visivyokubaliana. Wakati wewe kama wafanyakazi binafsi wa kanisa mtakapompenda Elohim sana na jirani yako kama nafsi yako, basi hakutakuwa na juhudi za bidii kuwa katika umoja. Kutakuwa na umoja katika Mesaya. Masikio ya kuripoti yatafungwa na hakuna mtu atakayechukua lawama dhidi ya jirani yake. Washiriki wa kanisa watathamini upendo na umoja na kuwa kama familia moja kubwa. Kisha tutakuwa sifa kwa ulimwengu ambazo zitashuhudia kwamba Elohim amemtuma mwanawe ulimwenguni.